أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. صدق الرسول. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kukutana kwetu huku katika nyumba yake, miongoni mwa nyumba zake, kwa kukaa kwetu sisi kusoma kitabu cha Mwenyezi Mungu na kujifundisha baina yetu, atuteremshie ahadi yake ile ya utulivu na atufunike kwa rehema zake, na watuzunguke sisi malaika na atutaje mbele ya wale walioko mbele yake. Allahumma amin. Tunaendelea na tafsiri ya surati al-Hajj. Tuko aya ya 75 kwenda 76, aya ambazo kwamba zimekuja baada ya kuonyesha matukio ya ukaidi, upinzani dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika aya hizi ambazo kwamba tutaanza nazo leo, katika hizi kuna ambayo kwamba kama hii ya kwanza na ya pili ni aya ambayo kwamba inakuja kujibu hoja ya baadhi ya makafiri ambao kwamba walikuwa wakimchallenge Mtume sallallahu alaihi wasallam uhalali wake wa kuwa mtume. Mfano, katika vitu ambavyo kwamba walikuwa wakihoji, kwa nini mtu kama mtume kwamba ni wa Mungu, basi at least asiwe malaika mwenyewe, si mjumbe wa Mungu? Nani mkubwa kuliko malaika? Lakini kwa nini tumeletewa wanadamu kama sisi tu? Walikuwa wakisema wakala, kama ilivyokuja katika sura al-Furqan, waqala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almalaika au nara rabbana. Walikuwa wakisema kwamba, wakasema wale ambao kwamba hawataraji kukutana na sisi, kwa nini mbona hakuteremshwa malaika ndio ikawa mjumbe wa Mungu? Aja mtu ambaye kwamba kazaliwa, tumuona kakuwa hapa tumuona, tumjua nasaba yake, tumjua ni fakiri si maskini, hakuchaguliwa ni katika watu wakubwa wenye uwezo katika mji. Au nara rabbana, au at least akitokea basi huyo Mungu mwenyewe, huyo ni mtume wangu, baadaye tu. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu na changamoto. Maanake hiki ni kitu kimaumbile kwa mtu ambaye kwamba ni mkaidi, basi hoja nyingi zikaja. Lakini wakaja hapo wakasema awe mtume, lakini hata basi kaja siku moja, jamani, huyu malaika wa Mungu kaja kunipa support tukamwona. Pia walisema katika kama ilivyokuja katika surat al-An'am, Mwenyezi Mungu aliposema waqalu laula unzila alayhi malak, kwa nini hakuteremshwa pamoja naye malaika yusahibuhu, bimaana akawa pamoja naye, tukajua kweli huyu Mungu ni mtume wa Mungu, atembea na malaika, msaidizi wake ni malaika. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajibu hoja, anasemaje? Ndio aya tunaondoka nayo hapa, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas, Mwenyezi Mungu huteua wajumbe katika malaika na katika watu. Inna Allaha samiu basir, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia na mwenye kuona. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, anajua yote ambayo kwamba yako mbele yao hawa mitume aliyoichagua na aliyoituma. Wa ma khalfahum, na yaliyopo nyuma yao. Nyuma yao hapa, yaliyopo mbele yake ni yale ya dhahiri, na yaliyopo nyuma yao hakuna kitu nyuma, bali vile vilivyofichikana ambavyo kwamba wao wamevidhamiria au kuvifanya kwa siri. Wa ila Allahi turja'ul umur, na kwa Mwenyezi Mungu hurejeshwa mambo yote. Tukibaki kwenye aya hii kwanza,
ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kama vile anapiga muhuri kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si kwa madai kwamba yeye ni mtume, bali amemchagua. Halafu yupi anayewafaa ni yeye. Ndio maana akamalizia inna Allaha sami'un basir, mwenye kusikia na mwenye kuona kipi kinawafaa watu. Katika aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura nyingine, Suratul An'am, alishasema Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata, Mwenyezi Mungu anajua zaidi wapi aiweke risala yake, ujumbe wake, wapi pa kuuweka, nani wa kumkabidhi. Hivyo alijua Mungu, sio wewe. Wewe madai yako utakaokuja kudai ukweli wa aliyekuja akasema mimi ni mjumbe wa Mungu, utadai ushahidi wake. Ni na sehemu ya hikma yake Allah Subhanahu wa Ta'ala mitume yake kuiandaa. Kwa hiyo mtume, tukitolea mfano mtume, tusiende mitume mingine, twende kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliandaliwa kitabu. Na hii tunazungumza muda mrefu, kila wakati tunazungumza kiasi gani Mwenyezi Mungu alimtengenezea kama kinga ya kuingia kwenye makosa ya kawaida ya kibinadamu, iwe awe na historia safi. Make mpaka imefika mahali yale ambayo kwamba ni ya ujana ya kawaida, hajapokea utume bado, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimlinda nayo. Mojawapo ile ilikuwa tulizungumza sana mara mbili, alitaka kwenda kukaa na vijana wenzi wake usiku, sehemu ambayo kwamba watu wanazungumza na wakasikiza ngoma kutoka kwake, kuacha kwake wanyama, akafika njiani akaanguka, akapata usingizi. Kilichomwamsha ni jua, akarudi kuangalia wanyama wake. Mara ya pili akatakwenda tena, akakaa na vijana wenzake, katu hana utume, ili halali ili haramu, bado hajapewa utume, bado akaangushwa tena njiani, akaamshwa na joto la jua. Tangu wakati akaazimia, mimi jambo hili siliendei tena. Kama leo angekuja kwamba akawa anazungumza mziki ni haramu, wewe vipi? Tulikuwa pamoja tusikiza. Sasa sisi kama sisi waduat au walioko chini ya mitume hawakosi historia ambayo kwamba pengine itakuwa ni kama ina fulani ni doa. Masahaba pamoja na heshima zote tunazowapa radhiallahu anhum wote, lakini si wamepita kwenye kabla ya Uislamu wao mambo mengi tu wamefanya. Wale wengine waliabudu masanamu, wengine waliua watoto wao wa kike kwa kuogopa aibu. Imebaki hiyo historia, ilikuwa inawasaga roho, inawala ndani wao, walikuwa wakisikia uchungu wakikumbuka baada ya kuongoka kwenye Uislamu. Lakini mtume utalitaja lipi la kabla ya utume wake? Hii ikawa kama ila wamwambia mtume utatuambia nini nyuma, wewe sio ulikuwa kadhaa? Hamna. Bali kabla ya Uislamu wake Mwenyezi Mungu alimwekea heshima kubwa mpaka kuwa anaitwa as-sadiqul amin, mkweli tena mwaminifu. Mwenyezi Mungu kwa hikma yake akamtengenezea mazingira ya kuaminika zaidi kwenye ukweli na uaminifu kuliko ilikuwa ametengenezewa mazingira ya ukarimu. Mwenyezi Mungu angemjalia tu akawa mkarimu, akamiliki mali, nyoyo za watu wakamkubali kirahisi. La, dini hii haina maslaha. Unajua, katika ushawishi mkubwa uliokuwepo ni katika masalih wal manafi. Mtu ambaye kwamba ana uwezo mkubwa na akawa anafadhili watu, mtu namna ile mara nyingi huwa anasikizwa sana, ndivyo? Na hata leo kura, kama mtu hana hela, sera zako tu wauza sera bure bila hujatoa zawadi na baada watu wako mawakala wako hujawapa hela, watakupigia na watakunadia sera zako wewe, au kunadi ngo. Na ndio maana udiwani una hela yake na bajeti yake, ubunge una bajeti yake, uraisi una mabilioni. Fedha sio swala la kunadi sera tu, kuna takrima kibao za wale wapambe ambao kwamba wanakupigia debe. Na hao wapiga kura wenyewe pia wanafikiwa huko, kama ni kanga, kama ni hiki ni kile. Hauna haya mtu tena. Sasa dini yenyewe ndivyo,
Mwenyezi Mungu angeweza kumfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kukubalika kwake ikawa rahisi mno kwa kumfanya ni mtu mwenye uwezo na akawa karimu na akawa dhu akhlaqin alia na akawa ni kweli mwaminifu, sifa zote, lakini kamnyang'anya zote, akampa mbili tu, ukweli na uaminifu. Sio kwamba hizo nyingine ilikuwa anazo, mkarimu mno, alikuwa akitoa, lakini maskini. Sababu Mtume kaishi maisha ya maskini, hana cha kutoa cha kufadhili, asaidia tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam umaskini wake ulifika daraja ya kuwa hana chakula nyumbani, hakupikwi. Imefika daraja hiyo, mpaka imefika daraja kusaidia kwake aweke rehani nguo yake ya vita ili amkopee mtu. Ndio maskini wake huo. Kwa sababu gani? Dini haikutengenezwa au haikujengwa juu ya misingi ya maslahi. Dini haitengenezwi wala haijengwi juu ya misingi ya kimaslahi. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemchagua mtume wake akampa sifa hii. Sifa hii ya ukweli na uaminifu inataka kuaminiwa na watu. Utakachokizungumza kwa kione ni kweli. Ndio maana katika sira tumesoma sote katika sehemu ya kwanza aliyoanzia yake da'wa. Je, alipoita watu wote kwenye jabali pale akawaambia, je, muonaje nikiwaambieni kwamba nyuma hili jabali kuna jeshi la adui linataka kuwafanyaje? Kuwashambulia. Mtanikubalia? Mtanisadiki? Wote kwa pamoja wakasema, wewe hatujasikia kutoka kwako nini? Uongo. Lakini alipowaambia tu, mimi nawalingania kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja, mbingu, fatiru samawati wal ardhi, na hii mmoja pita. Watuletea vitu ambavyo kwamba hatuvioni, havina mashiko. Hapo sasa kazi ikaanza tena, lakini hawakuwa na nafasi kumwambia wewe Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anachagua. Ndio maana anasema Allahu yastafi minal malaika, anachagua. Haiwi bahati mbaya au kwamba ni bahati nzuri. Mwenyezi Mungu anachagua. Mwenyezi Mungu kama alivyosema, Allahu a'lam haithu yaj'alu risalata, wapi anaiweka risala yake anajua. Mwenyezi Mungu hakosei na Mwenyezi Mungu ni mjuzi. Sasa minal malaika, kaanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na malaika. Malaika bila shaka uwepo wao ni kabla ya wanadamu, na malaika kwa jua kuna Jibril, Israfil, Israil, Mikail kuna kila aina ya majukumu ambayo kwamba wamepewa malaika. Wote hao ni mitume, mijumbe, wamepewa majukumu. Kwa hiyo huko kachagua, lakini kwa wanadamu nao pia kachagua. Inna Allaha sami'un basir, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia na ni mwenye kuona. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila Allahi turja'ul umur. Hapa amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua yaliyoko mbele yao na yaliyopo nyuma yao, na kwa Mwenyezi Mungu yanarudishwa mambo yote. Nini mafungamano baina ya kutaja mambo ya hii mitume iko mbele yao, ya maana mambo ya mitume hii aliyoichagua, mambo yao yaliyokuwa dhahiri na yaliyokuwa yamefichikana, yote Mungu ayajua. Nini mafungamano ya uteuzi wake wa mitume kutoka kwenye malaika na kwenda mpaka kwa nani? Kwa wanadamu. Alafu aseme anajua siri zao. Kuna ishara nini? Almuraqaba. Muraqaba manake nini? Uangalizi. Haiwi kwa kuwa yeye ni mtume alafu ni binadamu afanye atakavyo, kwa maana anajulikana yale yaliokuwa anayadhihirisha na mpaka yale ambayo kwamba ameyaficha Mwenyezi Mungu anajua. Alafu akasema wa ila Allahi turja'ul umur, kudhibitisha hata yeye akikosea Mungu atafanyaje? Atamhukumu. Uzito wa aya hii ni kwa kushingamana na maana iliyopo katika kwenye aya ya kabla, kwa maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mitume yote kuanzia ya malaika mpaka katika wanadamu
wote Mwenyezi Mungu anawaangalia katika kutekeleza majukumu yao, yaliyokuwa makosa, matendo yote ya dhahiri na ya batini yaliyojificha, Mwenyezi Mungu atahukumu siku ya Kiyama. Na hapa ndio pale tuchukue kama ilivyokuja katika suratul Haqa kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anaambiwaje Mtume? Na hapo ndio tutapokudiriki ugumu au ukubwa au uhatari wa mtu kusema usichokijua, ukazua jambo kwenye dini, ukahalalisha kilichokuwa cha haramu, huna ushahidi, au ukaharamisha jambo huna ushahidi nalo. Usije ukasema jambo huna elimu nalo, utaingia kwenye ile kama alivyosema man afta mas'alatan bighairi ilmin fakaannama kharra min as-samaa fasadafa bi'ran la qa'ra lahu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwenye kufutu masala halafu hana ilmu nayo, huyo ni sawa sana mtu aliyetupwa kutoka mbinguni akakutana kwenye ardhi, mahali pa kufikia ardhi ni kisima hapa kwamba hakina mwisho. Wewe waanguka tu huko, hamna kwamba umekuja kwenye maji dibwi, hamna, waenda tu waliyadhu billah. Sisemi kitu huna ilmu nacho. Sasa angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema nini? Anasema katika suratul Haqa, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawi, kama angetusemea tu uongo au angetuzulia tu huyu Muhammad, huyu mbora wa mitume, hatujamwamini Mungu kama hatujamwamini yeye, na hakuna mtu bora anayependeza mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko yeye, hakuna mcha Mungu zaidi kuliko yeye katika umma huu. Bora mitume na manabii, anaambiwa kama lau angetuzulia maneno tu, baadhi ya maneno tu, la akhadhna minhu bil yamin, tungemkamata kwa mkono wa kulia. Kwa nini umetajwa mkono wa kulia? Majority mkono wetu wa kulia ndio yenye nguvu zaidi, si ndio? Maana hapa mkono wa kulia kukamata tena kwa nguvu, tungemkamata kwa nguvu. Thumma laqata'na minhu alwatin, tena tungemkata mshipa wake mkubwa wa moyo, akimaliza. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, wala singekuwepo katika nyinyi yoyote angeweza kuzuia tusimwadhibu. Maneno haya ambiwa mbora wa viumbe. Mimi na wewe tuwe na tahadhari. Sasa yote tuko katika ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, anajua Mwenyezi Mungu yale yaliyopo mbele yao na yaliyopo nyuma yao, bimaana mambo yao yote ya dhahir na mambo yote ya siri ambayo kwamba ni yamejificha. Wa ila Allahi turja'ul umur, kwamba anawaangalia katika yote, na kwamba Mwenyezi Mungu mambo yote yatarudi kwake, kwa maana lazima na wao kama kuna mahali utakuwa wamekosea atawalipa, kama ilivyokuwa watawalipa walipopatia. Kisha baada ya hapo, baada ya kujibu hoja, tutakwenda spidi leo tuimalize surat al-Hajj insha Allah. Baada ya kumaliza kujibu hoja ya kuonyesha irada yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haiingiliwi na ushawishi wowote, achagua mtume amtakaye, ampeleka atakapo, atunga sheria atakazo, ahalalisha atakacho, aharamisha atakacho, hiyo wala haulizwi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatoa kama dira ambapo kwamba hii ndio kama msingi mkuu wa maisha yetu sote, na ndio yani kama lengo la uwepo wetu, pale aliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hapa vipengele vitatu, natija iwe moja. Mwisho imetajwa la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Mungu asema yenye ambao kwamba mmeamini. Hakuambiwa watu hapo, wameambiwa wenye imani. Maana ibada hizi zitakazotajwa lazima uwe Muislamu, tena mukhlisun lillah. Ya ayyuhalladhina amanu irqa'u wasjudu, rukuuni na sujudu, bimaana ibara an as-salah, sala. Hapa sala
kwa neno la jumla ni kuinama kwetu na kuinuka kwetu na kutaja yale ambayo kwamba tumeambiwa tuyasome katika nini, katika swala. Lakini ninachotakiwa hapa, ile ibada nzima ije katika ile madhumuni inayotakikana, nayo ile munajaa, mawasiliano yako, mazungumzo yako na Mola wako kila wakati. Kuswali ni mbali na kuwa umetekeleza ile sheria tu, bali ni sehemu ya kujitengenezea imani na kufutiwa madhambi yako. Unajaza imani na huku unafuta madhambi. Ni kama vile alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, muonaje mmoja wenu mbele yake pana mto unaopita na maji, alafu anaoga ndani yake mara 5. Je, atabakisha katika mwili wake chafu? Masahaba watakamwambia mtu anayeoga mara 5 mtoni, huyo hamna uchache wa maji kwamba kopo moja sehemu nyingine zapita zingine zipite. Huyo akizama mwili mzima mpata maji, huyo habaki na uchafu. Basi akamwambia hiyo ndio nini? Ndio swala. Kwa hiyo inakuwa ni swala la mawasiliano na Mola wako. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Hii ni mazungumzo, haya ni mazungumzo. Halafu kwenye sijda, kwenye rukuu zote unamsabbih Allah subhanahu wa ta'ala, na huku kwenye rukuu, kwenye tahiyatu, kwenye kitako unaomba mpaka dua zinazokuhusu wewe. Kwa hiyo hii inakuongezea imani na kuondolea wewe nini, uchafu, kusafisha. Kwa hiyo huu ni msingi mkuu ambao kama ni kama dira itakokufanya siku zote uwe thabiti. Lakini ikiwa umeacha mawasiliano na Mola wako, ni kama vile kuacha mawasiliano na mtu wako, watu wako, wafadhili wako. Huyu mfadhili wako huyu ambaye anakusaidia wakati wa shida, ukikaa sana mwaka mmoja ukimfuata tena shida, bwana wewe mkumbuke mpaka uwe na shida tu, ndio. Lakini ikiwa ni mtu anakulazimu wewe kila wakati anakusalimia, hata hana shida, waonaje? Ni mtu wakati fulani unamuuliza, bwana vipi, una shida yote wewe? Ufurahi. Akhuyu mashaallah, jana umekuja kusalimia, leo umekuja kusalimia, mashaallah, shukrani bwana. Nyumbani hawajambo, utaanza kumuuliza mambo yake. Nyumbani hawajambo, una shida yoyote? Tafadhali, mimi ndugu yako. Sasa wewe ukaribu na Mola wako ni kujitengenezea mazingira ya kwanza kwamba umetekeleza wajibu wako, na pia kutengeneza imani yako, na pale inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Alafu pia itajitanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum, na kuzuia wewe kufanya makosa makubwa. Na ikiwa mtajizuia na kufanya makosa makubwa, tutakusameheni yale makosa madogo. Hayo hayana budi, ndio maana yamewekwa mengine. Ukitembea kutafuta kwenda msikitini kuswali, hatua moja unafutiwa dhambi, hatua ya pili unafanyaje? Unapandishwa daraja. Na katika fadhila za kutawadha, kadri vile viungo unavyoosha kwa ajili ya kutawadha kwako, yale maji yanavyoanguka ndio kiwango cha dhambi zako vilivyofanywa na vile viungo yanavyoondoka. Mwenyezi Mungu atukubalie amali zetu sote, atufutie madhambi yetu na atupe thabati katika taa. Allahumma amin. Kwa hiyo hii ni eneo la kwanza. Eneo la pili, waabudu rabbakum. Huku kataja swala, si ibada, lakini akasema waabudu rabbakum. Hapa maana kama ibara amma, ambapo inazungumzia utiifu wa sheria. Hapa ni utiifu wa sheria zote, ishi anapotaka yeye. Maisha yako yote, halali na haramu uzijue, wajibu wako ujue, vilivyokatazwa uvijue, ujilazimishe kujipinda kufuata hizi sheria. Hiyo ndio waabudu rabbakum. Hapa ni am, hapa sio ibada ya moja tu, bali ni utiifu wa sheria zote. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hapa sasa waf'alul khaira, nafanyeni khairi. Sona ya kwanza swala, ya pili ikatajwa ibada, hapo ametajwa khairi. Ibada hata swala yaingia,
Hata hii khairi yaingia kwenye ibada, si ndivyo? Lakini vimewekwa vipengele, categories hizi zote hizi, uhakikishe unajiimarisha nazo wewe na Mola wako, utiifu wa sheria za Mola wako. Wafa'alul khaira, hapa ni muamala baina yako wewe na wenzako wanadamu. Hapa ni ile khairi Mungu aliyokupa, elimu itoe, nguvu zitumie, kama ni hikma Mungu kakupa, akija mtu akuomba nasaha mpe, muongoze, ni mali mpe, chochote. Wafa'alul khair, fanyeni khairi. Misingi hii mitatu ndiyo matokeo ya najah, ya falah, mafanikio. Wafa'alul khaira la'allakum tuflihun, fanyeni khairi ili kwa kufanya hivyo ndio mtapata matokeo ya kufaulu. Tumalizie aya mwisho. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jitabakum wama ja'ala alaykum fi ad-din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada 'ala an-nas faqimu as-salata wa atu az-zakata wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hapo Mwenyezi Mungu kama anahitimisha kwa kukupa jukumu na yeye kukupa ahadi ya nusra na ahadi ya ulinzi. Mwenyezi Mungu anasema wajahidu fillahi haqqa jihadi, na fanyeni juhudi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahiki. Kidogo hapa pana maneno. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi, hapa ni kitu am kwa jumla, kwa uwezo wako wote, bali ni zaidi ya uwezo wako, vile anavyostahiki Mungu. Mwenyezi Mungu anastahiki kuabudiwa kwa 100%, masaa 24 na uhai wetu wote. Ikifika mahali kwamba sisi ili tustahiki kumpa Mwenyezi Mungu haki yake ni kule kumwabudu bila hata kulala, na kutoa vyetu tusiweke hata akiba, na tuende tukapigane na adui hata kama wao wako 500, mimi niko mmoja nipigane naye, sababu ni wajibu wangu kupigana. Sisi tumeelewana? Manake ni kwamba hapa hakuna limit, hakuna limitation yote, hakuna istithna yoyote, exceptional yoyote, hakuna udhuru wowote. Wewe madam pana kitu unaweza kufanya, lazima ufanye. Iwe wakiweza hukiwezi, kiko nje uwezo wako kufanya, hata kama itakumalizika itakugharimu hata uhai wako. Hii ndio sura ya jumla ya mwanzo, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Hal Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaiacha hivi hivi, baadaye akaleta taqullaha mastata'tum, mcheni Mwenyezi Mungu kwa mujibu wa uwezo wenu. Hiki ndio kilichotupa relief, kilichotupa afueni. Lakini kama sio Mwenyezi Mungu kuleta hii taqullaha mastata'tum, sisi tulitakiwa hata tuwe tumelala twaumwa na homa, ikitangazwa jihadi toka, kwa sababu haki ya jihadi ya Mwenyezi Mungu ni kutoka katika hali yoyote, haiangaliwi uhali ulionayo. Kinachoangaliwa ni haki ya Mungu. Sisi tumeelewana? Kinachoangaliwa ni haki ya Mungu kutekelezwa, haijalishi haki yetu, hali zetu. Wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jitabakum, yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio aliyekuteweni, amekuchagueni, amekuteueni, akakupeni sheria hizi, akakupeni sifa hizi, akakuchagulieni mtume bora, akakuchagulieni mambo mazuri mengi ya halali mengi. Takriban 1% kubwa ya vitu ni halali, isipokuwa vilivyokuwa vichache vyenye madhara ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaviharamisha. Hakuharamisha jambo Mwenyezi Mungu isipokuwa lina madhara kwa mwanadamu. Wama ja'ala alaykum fi ad-din min haraj, na Mwenyezi Mungu hakukujalieni nyinyi katika dini
kuwa na mambo mazito. Hapa ni msingi mwingine. Usije ukaja ukafika mahali ukaiona sheria za Mungu ni nzito. Sheria za Mwenyezi Mungu zote zimekuja kwa mujibu wa uwezo wa mwanadamu, ndio aliyemuumba na akaleta vinavyoweza kutekelezeka. Ukifika mahali sheria ya Mwenyezi Mungu haitekelezeki, ni kwa sababu udhaifu wao, si kwa sababu ya uzito wa sheria ya Mungu. Na hii mara nyingi tunatolea mfano wa kitu uzito wa kilo 5 ni ile ile. Unapokuwa una afya yako unaibeba kirahisi tu, lakini unapokuwa ni mtu wa ukimwi, umekosa kinga na maradhi yamekupiga, umepata saratani, chooni washikwa mkono kwenda mwenyewe upepesuka, utaibeba kilo 5? Uibebi kilo 5, huiwezi, utaona nzito. Japo wewe wakati wa afya yako kabla ya kuumwa ulikuwa beba na kidole hiki cha katikati, kilo 5 nzima. Kwa hiyo ugumu wa sheria na uwepesi wake ni kwa mujibu wa imani, lakini asili ya sheria zote ni nyepesi, hazina dhiki, hazina uzito utekelezaji wake. Wewe nenda kwenye hizi sheria zote 5, sheria 4 za utekelezaji. Ibada ya swala katika nguzo za Uislamu 5, imani tuiache ni imani. Sawa, sote ni Waislamu alhamdulillah, Mwenyezi Mungu atupe thabati. Tuje kwenye swala ya kukalifu nini wewe zaidi ya kuwa umetawadha maji machache, muda mchache, raka 4 tu dhuhuri, raka 4 alasiri, raka 3 al-magharibi, raka 4 isha, alfajiri, raka hizo mbili tu, wakati tofauti ambapo kwamba kila swala ipe dakika 10. Yaani wewe hata sunna uko swali fanya, kuna dharura zako, sunna hutaki, basi ile kusimamisha fardhi yenyewe ina gharimu nyepesi kabisa. Uje kwenye funga Ramadhani. Funga Ramadhani ni kukaa na njaa muda watoka alfajiri ya kweli mpaka kuzama kwa jua, ambapo kwamba kwa mtu yoyote mwenye utashi wa kutaka nataka nifanye ni jambo, si jambo zito, si jambo zito hata siku moja bado. Lakini Mwenyezi Mungu kaweka, ikiwa hukuweza lisha badala yake kilo moja na naomba mpa maskini atengeze chakula chake ale basi. Na ukuweza kwa kuwa huna uwezo, huna fedha, Mwenyezi Mungu amekusamehe. Hulipi kwa kuwa hujui huwezi kufunga, lakini hata kulipa chakula sababu huna maskini, Mwenyezi Mungu amekuondolea. Zaka wewe mali yako yote inastahili kutolewa zaka, tena imeshazungukwa na mwaka na kiwango maalum kimefika. Katika mafungu 40 unaigawa ile mali, unatoa fungu hili moja tu, 39 Mungu kumeendelea. Na hili sio watoa, hili walirudisha kama return. Hii sio haki yako, hii ni haki ya Mungu kwenda kwenye mafungu 8 aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala: maskini, mafakiri, wenye kuifanyia kazi fi sabilillahi, wal gharimina, wal mu'allafati qulubuhum, wa fi riqab, kuachiwa mtumwa huru, wakiwezekana na watu waliofungwa kwa sababu ambazo kwamba ni za kimadeni tu ama za kutoa gharama wakashindwa. Wote hawa ni wale ni watu wa Mungu, halafu wewe utoe zaka. Fungu lenyewe nini? 1 katika 40, wala si kubwa. Nenda kwenye mambo ya haji. Haji ni siku haji kabisa, tuseme ni siku 5. Yaumu tarwiya yaumu tarwiya ya mwezi 8, mwezi 9, mwezi 10, yaumu nahar, mwezi 10, kwanza ni tarwiya, alafu inakuja yaumu arafa, alafu inakuja yaumu nahar ambao ni mwezi 10, 11 na 12, siku mbili za Mina. 13 ukitaka ni khiari yako kukaa au uondoke, haina lazima. Kwa hiyo mwisho kiwango cha chini cha ibada ya haji ni siku 5 katika umri wako wote. Wasema mimi sina kazi nyingi, siku 5. Haya masiku 20 wiki, haya ni makundi, kwamba kwa sababu ukifika ikuweke kabla ufanye umra, ukitoka hapo umra, hata ile mwezi 8 asubuhi ukifika, mwezi 8 ile ya kwenda kwenye ibada ya kwenye mahema ya kule Mina, yani ukifika asubuhi mathalan na ndege unakwenda msikitini wakati ushahirimia, baada ya masaa 2 ibada ya umra tayari uenda zako kwenye hema moja kwa moja.
siku ya mwezi 13 baada ya mwezi 12 baada ya kupiga jiwe tu baada dhuhuri, unarudi zako Maka, unaiaga Kaaba, unaondoka zako airport. Kwa hiyo wewe ndani ya wiki moja unaweza kuwa ushamaliza ibada yako yote katika umri wako wote. Si upende kusafiri, upende kuacha kazi zako. Na gharama mpaka uwe nazo ndio zimekubana. Milioni 20 tuseme sasa hivi kwa upande wa kutokea huku Tanzania. Ukiwa nazo ndio Mwenyezi Mungu akuwezesha kwenda. Ukiwa kujaliwa kuwa nazo, wajibu wako umeanguka. Yategemea nia yako tu, kwamba nikipata nitaenda, basi Mwenyezi Mungu atakuthibitisha ujira wako kwa nia yako. Innamal a'malu binniyat. Mwenyezi Mungu niwezeshe nende haji. Mwenyezi Mungu ukinipa tu kazi yangu ya kwanza nitaenda haji, Mwenyezi Mungu atakulipa na ile hima yako. Lakini unasema kipata hela kwanza mimi kwanza nifanye jambo fulani, bila fulani haipo, basi hapo Mwenyezi Mungu naye pia hatakulipa kwa sababu haikuwa hima yako. Lakini turudi kwa jumla kwamba hizi amali zote ukiziangalia zote hazina taklifa zaidi ya kwamba yani nyepesi, na zile zenye taklifa ni kwa kuwa wewe unazo, una uwezo. Huwa wama ja'ala alaykum fi ad-din min haraj millata abikum Ibrahim. Hii ni mila ya baba yenu Ibrahim. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa akatumia millata abikum Ibrahim? Kwa nini Ibrahim? Kwanza Ibrahim ni abul anbiya, baba wa mitume, si ndio? Mitume mingi majority kupitia kutoka kwake Ibrahim kuja kwa Ishaq, alafu akaja Yaqub. Sasa hapo wakatoka wengi. Yusuf alayhi salam na ndugu zake, vizazi vyao vikaja mitume mingi. Na huku katika watoto wa Ishaq, baada ya watoto wa Ibrahim, baada ya Ishaq nani? Kuna nani? Ismail ndio kizazi cha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, maana akaitwa Abu al-Anbiya, baba wa mitume. Mwenyezi Mungu kwa hikima yake alisema millata abikum Ibrahim. Hapa inakusanya mpaka ahlul kitab, wanaotumia Zaburi, wanaotumia Taurati, wanaotumia Injili, na sisi tunaotumia Furqan. Sote Nabii Allah Ibrahim tumuita baba yetu, ni babu wa mitume yetu. Hii yote hii ni Mwenyezi Mungu kutaka kuturubisha, kutuzindua kwamba sote tunatoka katika mishkati wahid, tunatoka sehemu moja. Halafu istoshe pia kutaka kwamba Nabii Allah Ibrahim kumtaja hawa ambao kwamba wao leo hawajamkubali Muhammad, watambue kwamba kama ilivyokuwa mitume yao yatoka kwa Muhammad, kutoka Nabii Allah Ibrahim, na Muhammad naye atoka kwa nani? Kwa Nabii Allah Ibrahim. Vile vile vipi waseme wajinasibishe kwamba labda kustahiki kwao kwa mitume watoke katika Bani Israili peke yake? Kwani Bani Israili baba yao ambao kwamba ni Bani Israili ni watoto wa Israili. Israili ni Yakub mwenyewe, si ndio? Yakub ni mjukuu wa nani? Wa Ibrahim. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kizazi chake kinafika kwa Ismail, Ismail inafika kwa nani? Kwa Nabii Allah Ibrahim vile vile. Kwa hiyo ni kwa sababu, kwa nini tumesema hivi? Kabla ya Nabii Allah Ibrahim mitume ilikuwepo mingine, lakini Mwenyezi Mungu kwa hikma yake akahitaji hii kutuunganisha. Huwa samakumul muslimina min qabl wa fi hadha, yeye ndio alikuiteni nyinyi kama alikuiteni kwa jina la Waislamu kabla na katika hii Qur'an, katika hiki kipindi cha Nabii Allah Muhammad Rasulullah, liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum, ili mtume awe shahidi juu yenu, watakunu shuhada ala nas, na ili muwe mashahidi juu ya watu. Mwenyezi Mungu atakuwa mashahidi juu yenu, aliwafikishia, aliwaongoza, tena akawaacheni nyinyi katika mahajjatul baydha, akawaacha katika wazi wa sheria unavyojulikana na dini kujulikana. Hakuacha kitu hakijulikane, vitu vyote viko wazi kabisa. Usiku wake kama mchana wake, sheria zote zinajulikana, na nyinyi mtakuwa mashahidi kwa watu lile jukumu la kufikisha, kwamba mlifikisha. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Hili ni jukumu la mitume tunalo, na sisi tutakuwa na mashahidi kwa watu.
Kila mtu ambaye kwamba analingania atakuwa shahidi kwa yule anayemlingania, nilikufikishia. Ngazi ya mitume mpaka wewe ukifika mahali iko siku umemshika mtu, ahoi, vipi unafanya hivi? Hii haifai katika Uislamu, ni moja mbili tatu, utakuwa shahidi juu yake siku ya Kiyama. Ulimfikishia, ulimwambia. Faqimu salat. Sasa hizi ni dira, shikamaneni na haya. Faqimu salat wa atu zaka wa atasimu billah. Ona hivi vitu vitatu hapa imetajwa, aqimu salat wa atu zaka wa atasimu billah. Vimetajwa rukn mbili katika arkani al-Islam al-khams. Bila shaka imani ipo, tuache katika arkani za dini 4 za kimatendo zimetajwa hizi, sababu hivi ni vya asasi vya kuendeleza dini. Na ni swala sababu inajenga imani, na zaka inatengeneza dini. Tumeitelekeza dini kwa kutotekeleza ibada hizi mbili. Kwanza swala, kwa sababu ni imaduddin. Imaduddin kwa ruh, si ndio? Imaduddin kwa ruh, lakini tumeitelekeza na kuifanyia hujuma kwa upande wa pili, dini ya Mungu kwa upande wa kimali, naye ni kwa kutotoa zaka. Mangapi katika mambo hayafanyiki katika dini kwa sababu hamna mali. Mali zipo kwa watu wenye uwezo, hatoi zaka sawa sawa. Kwa hiyo hii nayo ni sehemu ya hujuma na ujangili uliokuwepo. Waislamu wala si watu wa kuishi katika hali hii for sure. So Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ni kila kitu kwake vimeletwa kwa vipimo, kwa mahitaji, na haifiki mahali kwamba dini haikuendelea kwa sababu hakuna mali, Mungu hakuleta, la, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameleta mambo kwa kadirio. Angalia wakati wa Nabii Allah Yusuf alayhi salam, katika kuwapa mtihani wa miaka 7 ya njaa, kwanza kawaleta nini? Miaka 7 ya wafra, maji, ngano ikawa nyingi, ukawa hawana matatizo ya chakula kwa 100%, kwa tadbiri nzuri ambayo ya kiidara ambayo Mungu alimpa jukumu lile Nabii Allah Yusuf alayhi salam, akawavusha wa Misri pamoja na vitongoji na miji iliyomzunguka, wakavuka salama miaka 7 ya ukame. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kaleta matatizo, lakini solution ziko huku kwetu, bali solution huwa zatangulia. Lakini tatizo sisi wenyewe katika kutaamali, katika kutekeleza wajibu wetu, ndio tatizo lilipo. Wa'tasimu billah, shikamani na Mwenyezi Mungu. Hapo ni kushikamana na sheria zake, amri zake tuzifuate, na sheria zake tuzifuate, makatazo tulikataza nayo. Huwa maula, yeye ndio mlinzi wenu, yeye ndio mlinzi wenu. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, ndio mlinzi bora na msaidizi mkubwa kabisa, bora kabisa wa kumtegemea. Katika aya hii tumeona katika mambo ambayo kwamba haki jihadi, kwamba haki ya jihadi mtu kwa aifanye lillahi ta'ala imekuja kuongozwa na kufanywa takhfifu kwa haki wali yake Mwenyezi Mungu aliyesema taqullaha mastata'tum. Lakini vile vile hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema inna hadha ad-din yusr, hakika hii dini ni ya wepesi, fanyeni kwa mujibu wa uwezo wenu. Hata yule alipoingia siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam msikitini, akakuta kamba imening'inizwa, akasema hii kamba ya nini? Akaambiwa sahabia mmoja kwamba alikuwa akifanya ibada akichoka ajifunga, ili akianguka hivi mzuie, ili imshtue na endelee na yeye. Akasema hapana, ifungueni, afanye mtu ibada kwa nguvu zake, akichoka na halale, na akichoka na halale. Lakini nyingine, hata katika utekelezaji wa ibada utakuta Mtume sallallahu alaihi wasallam katika haji, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa watu wakija, kwa sababu haji yake ndio hiyo, ndio haji aliyoifanya ya mwanzo na ndio hiyo ya kuaga watu, hijjatul wadaa, hakufanya nyingine zaidi ya hiyo.
Kwa hiyo alikuwa akiwaongoza watu manasik, vipi inatekelezwa. Kwa hiyo baada ya kuwa watu wanakuja pale, ya Rasulullah, nimetanguliza hiki, nimefanya hiki, nimetanguliza hiki, sivyo vile alivyokuwa amewapangia mwanzo na kuwaeleza. Alikuwa akiwaambia if'al wala haraj, fanya, hakuna ubaya, yule uwepesi. Haimaanishi kwamba utangulize kile ambacho Mtume alisema kifanywe mwisho. La, pale unapotokea umefanya kwa makosa, kwa kusahau, bahati mbaya, umedharurika kutanguliza kile ambacho kinatakiwa kichelewe, basi bado sheria maadamu umeyatekeleza, basi bado uko salama. Na ndio maana katika riwaya iliyopokelewa kwa Muhammad bin Qatada amesema umma huu umepewa mambo ambayo kwamba ni hawakupewa isipokuwa manabii. Kuna sifa huu ummati Muhammad umepewa, hizo sifa wamepewa mitume tu. Ni sifa gani? Maana mpaka sisi tuliomo ndani tuna sifa hizi ambapo kwamba ni sifa za mitume waliokutangulia. La kwanza kwamba kana yuqalu linnabii idhhab fala haraja alayk. Ilikuwa mtume anaambiwa, mitume iliyopita, nenda, hakuna ubaya, hakuna shaka. Waqila lihadhihi al-umma wama ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Kama tulivyoambiwa sisi hakuna dhiki, hakuna uzito, na mitume iliyopita pia walikuwa wakiambiwa hivyo hivyo, idhhab fala haraja alayk, hakuna uzito, kuna wepesi. Nabii Allah Musa na Harun, nendeni, mimi ni pamoja, nasikia na naona, nendeni kwa Firaun. Kwa hiyo walikuwa na dhamana wanapewa. Pili, manabii wameambiwa kwamba ni mashahidi juu ya umma wao, kila mtu. Na sisi kama huu umma tumeambiwa walitakunu shuhada ala nnas, na ili nyinyi ummati Muhammad muwe mashahidi kwa watu. Lakini la tatu ni mitume yote walikuwa wamepewa omba ujibiwe, na ummati Muhammad wameambiwa ud'uni astajib lakum, niombeni nikuitikieni, nikupeni mnachokitaka. Hii ni katika mazaya au sifa za ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wamezungumza maulama katika uwepesi, aina gani uwepesi katika sheria za Mungu, wakatoa mifano mingi sana, lakini kuanzia kwamba kulinda hisia kama za wanaume, mfano kwa vile alivyoumbia wanadamu, mwanamume kuoa zaidi ya mke mmoja, pia imetaja kwa sababu maumbile yake kuwa na zaidi ya mmoja. Swala ya safari, kuunganisha, kupunguza, vile vile swala yenyewe utekelezaji wake, kushindwa kusimama mpaka kuja kukaa, mpaka kufika mahali kuswali kwa kuashiria. Vile vile kuondokana na hukumu ya jihadi kwa watu wasioona, ambao kwamba wengine ni vilema, na ambao kwamba hawana uwezo wa kifedha kutoka, na mingi wameyataja. Kama hizi ni sehemu kama ya sura ya uo wepesi aliyosema kwamba dini haina uzito wala huna mambo. Wajahidu fillahi haqqa jihadi, na fanyeni juhudi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kama anavyostahiki. Huwa jitabakum, yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyekuteueni. Wa maja'ala alaykum fi dini min haraj, Mwenyezi Mungu hakujalia juu yenu katika hii dini mambo mazito. Millata abikum Ibrahim, hii ni mila ya baba yenu Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha, yeye ndio alikuiteni nyinyi Waislamu hapo kabla na katika hii Qur'an. Liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum, ili awe mtume shahidi juu yenu. Watakunu shuhada ala an-nas, na ili muwe mashahidi juu ya watu. Faaqimu salata wa atu zaka, basi simamisheni swala na toeni zaka. Wa atasimu billah, na shikamaneni na Mwenyezi Mungu. Huwa maulakum, yeye ndio mlinzi wenu. Fa ni'mal maula wa ni'mal nasir, mbora lioje ya mlinzi na mbora lioje wa msaidizi kabisa. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie katika wajati wema, tujalie ni katika watu ambao watatulinda na kutupa nusra kutoka kwake. Allahumma amin. Kwa hapa itakuwa tumemaliza surat al-Hajj. Biidhnillah ta'ala sura ijayo ni surat al-Mu'minun. اللهم اجعل جمع هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا مؤجلا معصوما، ولا تدافينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل القرآن
القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ارحم الراحمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وحفظه وحسن تلاوته اناء الليل وطرف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك وسلم. الحمد لله.